siku ya Ijumaa jipulizie manukato mazuri. Siku ya Ijumaa usigombane na mtu yoyote, usitukanane na mtu yoyote, usimbugudhi mtu yoyote siku ya Ijumaa. Ijumaa ina jambo lake maalum na muhimu kuliko siku nyinginezo zote. Assalamu alaikum wapenzi watazamaji wa Jawabu TV. Hakika leo ni siku nzuri sana na naomba niwakaribishe kupitia leo tutajifunza tena, na tumekuja kumtembelea hapa mwalimu wetu Sultan Sheikh Sharif. Kikubwa zaidi ni kwa ajili ya kupata mwendelezo wa madarasa ambayo mara kwa mara huwa mnahitaji. Kwa hiyo niwasihi tu kwamba muendelee kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hakika mtajifunza mengi sana, lakini kabla sijaendelea naomba kwanza nimsalimie kwa sababu anasema salamu inafungua na kuongeza mengi sana. Ali. Naam. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Januari. Naam. Ndio bwana. Vipi maendeleo? Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Naam. Ndio bwana. Mwenyezi Mungu amejalia. Tumekutana tena. Tayeb. Hakika wana Jawabu TV, sijui ni kweli au wanatuongopea tu kule comments. Wanasema bwana mashaallah tunapowaona nyie nyoyo zetu huwa zinasuzika. Alhamdulillah. Kama ni kweli ni jambo zuri, hata sisi tunafarijika sana. Mtu akikwambia nikikuona na furahi, mshukuru Mungu kwa hilo. Amin. Hakika kuna watu wanaambiwa kabisa bwana nikikuona nakasirika, Allahu Akbar, naudhika, nachukia, sikupendi na wala sikutaki. Lakini mtu akikwambia nafurahi nikiwaona, wallahi ni mapenzi ya Mungu na ni jambo kubwa hilo. Kwa kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia hawa wetu wanaotupenda ambao wakikuona Januari umekaa hapo wanafurahika, mapenzi ya hali ya juu. Mungu awalipe kwa mapenzi yao waliokuwa nayo juu yetu, juu yako. Mwenyezi Mungu awalipe na awasahilishie. Amen. Mimi nikisemea kwa nafsi yangu na kwa ujumla, na wewe pia acha nikusemee, tunawapenda sana. Alhamdulillah, kwa sababu hakika kama si wao leo mimi nisingekaa hapa na wala wewe usingekaa hapo. Ni wao ndio wametufanya tukakaa hapa na tukayafanya haya tunayoyafanya. Kama si wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asingeshuka. Umeelewa bwana? Kama si mimi Mtume asingeshuka, angekuja kufanya nini? Kama si sisi Mtume asingeshuka. Kwa sisi ni kila kitu. Mungu anatupenda sana sisi, ndio maana akatuletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sisi hawa kwetu wana thamani kubwa na wana nafasi kubwa. Kikubwa tunapata kuteleza kidogo kwenye maneno, kwenye kila kitu. Watusamehe. Watusamehe kwa sababu hakika ni ukamilifu wa Mungu. Toka kunembero neno alkamalu lillah. Huenda tukateleza tukawakosea watu wetu, wasituache, watuvumilie, wasituchukie, sema hawa hawafai. Hapana. Kama walivyotupenda mwanzo basi waendelee kutupenda, na Mwenyezi Mungu adumishe mapenzi yao katika nyoyo zao, yasiishe. Amin. Yakiisha nitapendwa na nani? Sawa na Jawabu, siku mkinichukia nitapendwa na nani? Kweli. Msiniache, msinichukie, tuwe pamoja fi dunia wal akhirah. Amin. Basi Mwenyezi Mungu atatujalia. Amin. Tukipendana kwa dhati basi Mwenyezi Mungu kweli atatusahilishia na atatujalia vingi sana. Baada ya kusema hayo, naomba pia nikukaribishe bila kupoteza muda. Utuambie katika siku ya leo umetuandalia nini katika kujifunza zaidi, hususan mambo ya ufumbuzi wa kiroho. Karibu sana mwalimu. Nashukuru sana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi yuwasil bin ni'ami wan ni'ami bishukr. نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس بالطاء سارع إلى ما نهيت به عنه ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه علم خير قاصر وكتاب خير مخادر ونؤمن به إيمانا من عاين به الخيوب ووقف الموعود. أما بعد، صلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ndugu zangu watukufu wa Islamu na wale ambao si Waislamu,
Awali, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumtakia ziada za rehma kipenzi chetu, kiongozi wetu wa umma, mtukufu wa daraja, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie manufaa yake, atujalie baraka zake, atuongoze kwa kupitia yeye. Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu, atujalie nafaati zake katika dunia yetu na dini yetu, fi dunia wal akhirah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallam, alhamdulillah rabbil alamin. Januari umenikaribisha. Naam. Sema nikaribie na lipi leo? Naam. Nililoliandaa kwa ajili ya watu wetu katika kuendelea na madarasa yetu, kwenye muendelezo ule wa madarasa yetu. Na mengi sana mimi ya kusema, alhamdulillah, namshukuru Mungu kwa uchache wa ilmu ndogo alionipa. Na leo liko jambo ambalo tatamani niliseme kulingana na siku hii ya leo tuliyokuwa nayo. Tupo katika siku hii ya Ijumaa. Leo ni Ijumaa. Siku ya leo na siku ya Ijumaa nyingine kama ya leo ni siku ambayo Muislamu yoyote anatakiwa katika siku hii ayatengeneze maisha yake ya kweli ya duniani katika umri uliobaki na maisha yake ya akhera yajayo. Okay. Siku hii ya Ijumaa ni siku ya kila mtu, ya kila Muislamu aliyokuweko kokote ulimwenguni, anayetusikia, anatakiwa ayatengeneze maisha yake ya duniani ya umri wake uliobakia. Kama ni leo mimi nimebakisha miaka labda 80, najiongezea kidogo namba. Kama nimebakisha miaka 80, basi Ijumaa ni siku ya kuyatengeneza ama ya kuitengeneza hii miaka iliyobaki 80. Utaona ni siku kubwa na tukufu na muhimu kiasi gani. Haikuwa tu siku ya Ijumaa Mungu ameiweka tu ni siku ya Ijumaa kwamba ni siku ya watu kuswali tu. Hii Ijumaa ina siri kubwa. Ijumaa ina jambo lake maalum na muhimu kuliko siku nyingine zozote. Kwa nini Mungu aifanye hii Ijumaa kuwa ni siku kuu? Siku kuu, yani siku kubwa. Katika masiku makuu ikawa siku kuu. Kwa nini? Ijumaa ina nini? Ina siri gani? Tumeiacha Ijumaa, tumeiweka kando. Ndio maana tuna haha, tunatapatapa. Wajua sisi Waislamu Januari Mungu ametugea vingi sana. Vitu chungu mzima tuhangaike navyo, lakini tunaviona tu, tunaishia kuviona, kuviangalia tu kawaida. Ijumaa watu kuswali tu basi, mtu kaudi zake kufungua duka basi. Tunaishia kuiona tu Ijumaa kama hivyo, na kuihisi tu Ijumaa ni kama kawaida. Lakini hatujui utukufu uliopo katika hii siku ya leo ya Ijumaa. Katika siku nzito ni siku hii iliyobeba mambo mengi. Ijumaa malaika wa Mungu 90% wote wanashuka duniani. Nisikilizeni sasa watu. Takuijua siku hii? Nisikilize. Siku kama hii ya leo malaikatur Rahmani wa Mwenyezi Mungu wote wanashuka. Mchana na usiku wote tunakuwa nao. Na ukumbuke malaika ni wengi kuliko binadamu. Tunapoisemea kwamba ni 90% ya malaika,
hakuna pa kupita. Wengi wamejaa wa kila namna, lakini ujio wao hapa ni kwa ajili hii tu, kwa ajili ya haja yako uliokuwa nayo. Ndiyo maana katika siku hii ya leo ya Ijumaa, mtu ukiomba dua kwanza, dua inagombaniwa na malaikatur Rahman. Ni kwamba tunakosea kuziomba dua, lakini tukiziomba katika ule utaratibu unaotakiwa, dua zinagombaniwa na malaika, hii ya kwangu, ya kwangu. Ijumaa tuko wapi? Tumelala, tunaiacha Ijumaa inapita, inaenda zake, tunaishia kuiona tu. Leo Ijumaa, leo saa 6 muda kuswali, umeenda kuswali, umemaliza, umefanya vidhikiri vyako vitatu, umetoka huyo. Mfanya biashara gani atanihakikishia Ijumaa anafanya biashara sana? Ijumaa sio siku ya biashara. Ukifanya biashara Ijumaa haiwi nzuri. Fanya biashara ya wastani tu. Nani atasema mimi Ijumaa nauza kuliko siku zote? Labda kuna vitu awe anatumia. Ijumaa ni siku ambayo inavyokuwa mtu hujui nini ufanye, inavyokuwa mpaka inakupita. Inakupata hali ni kama ya bumbuwazi ambalo unalielewa. Siku ambayo ikiingia tu, kwanza mtu asubuhi yake pale utakuwa tumcha, lakini ikishafika ile swala Ijumaa ikishapita pale, kila mtu unamwingia kama ubumbuwazi. Uchovu si uchovu, utapata hiki si hiki, hivi si hivi, utajisi si tafarani, mpaka Ijumaa itapita. Baada ya swala ya Maghrib pale ndio watu wanarudi katika hali ya kawaida. Ichunguzeni na angalieni Ijumaa. Ratiba nyingi Ijumaa huwa zinavurugika. Wewe panga ratiba yako Ijumaa, afu uone. Hata kama hauswali, swala Ijumaa imenichelewesha, panga afu utaniambia. Kuna mwingiliano mkubwa sana wa kiroho katika siku ya Ijumaa, mkubwa mno. Na ukitaka siku ya Ijumaa ikuendee vizuri, jambo la kwanza uiswali swala yenyewe Ijumaa. Ukishaiswali akili yako ndo itarudi, itakaa sawa sawa, moyo utaona. Moyo una macho, moyo na wenyewe utaona vizuri ufanye nini. Lakini swala ikikupita ndo uzito unazidi mara 10. Mimi sijaona siku nzito kama siku ya Ijumaa. Mimi nimeizungumzia hivi kidogo tu katika maumbile yetu ya kibinadamu, miili yetu inavyokuwa katika hii siku ya Ijumaa. Ajabu nyingine, wagonjwa wengi wanapata nafuu siku ya Ijumaa. Mtu ataumwa wiki nzima, lakini ikifika Ijumaa kuna uaweni anaipata. Na wenyewe wanasema katika siku ambazo vifo huwa ni vidogo ni Ijumaa. Wanaofariki Ijumaa ni wachache sana, wachache. Ijumaa ni siku yenye siri nzito. Majini Ijumaa hawafanyi chochote, wametulia. Katika siku ambazo majini hayakai katika majumba ya watu ni Ijumaa, haswa wanaoiswali Ijumaa au ambao kuna utaratibu watakuwa nao. Hakai. Kama atarudi Jumamosi asubuhi. Ijumaa kuna mwingiliano mkubwa wa malaika duniani. Hakuna jini atakuwa na nafasi ya kutawala. Hakuna mtu aliyekumbwa na jini Ijumaa.
Okay. Na hata mtupaji majini uwe makini, Ijumaa ukilitupa jini likakurudia wewe. Ijumaa ina mambo makubwa mengi. Tupo katika siku hii ya leo ya Ijumaa, siku yenye thamani kubwa sana kwetu, yenye mambo mengi mazito na muhimu sana kwenye maisha yetu ya hapa duniani na akhera. Tufanye nini katika siku hii ya leo kupata utukufu wa siku hii ya Ijumaa? Siku kama hii ya leo ya Ijumaa tufanye nini? Ijumaa inaanza usiku wa Alhamis. Anzia hapo. Ziko ibada na utaratibu fulani hivi huo ambao mtu ukiwa nao katika siku ya Ijumaa, kwanza niseme hilo, kiuchumi hutokuja kufilisika maishani mwako mote katika siku hii ya leo Ijumaa. Okay. Hutokuja kushuka kiuchumi, na kila Ijumaa ukafanya hilo, kila Ijumaa ukafanya hilo, ila wanasema zikupite Ijumaa 7 au 40. Yani unafanya mfululizo siku 7. Sasa baada ya siku 7 hizo ndo utaona ile nafahati ya kile unachokifanya, au siku 40. Kuanzia hapo kila Ijumaa ukawa unafanya hilo, unapanda uchumi. Utaratibu huo upo kwenye siku hii ya leo ya Ijumaa. Kuna ibada katika siku hii ya leo ya Ijumaa. Kwanza katika siku ambazo mtu ukiswali ibada yako ni bora kuliko wiki nzima ni Ijumaa. Rakaa 2 za Ijumaa ni zaidi ya rakaa 60 za siku ya kawaida. Okay. Ijumaa ina ubora mkubwa sana katika hii siku ya leo ya Ijumaa. Ijumaa ni siku ya starehe, ya raha, ya kupumzika na Mungu wako basi khalas. Na hata adhkari za Ijumaa nyingi ni fupi, nyingi sana ni fupi. Labda zile adhkari za mambo muhimu na maalum utakuta mzigo kidogo mkubwa, lakini nyingi za 14, 100, 200, mwisho sana hapo 200, 30, 40, basi pata khawasi tu. Na Bwana nilimwambia siku ya kuwaona malaika wa Mungu, malaikatu Rahman, ni Ijumaa. Usiku wa Alhamisi kwa mke Ijumaa ndio siku ya kuwaona. Nataka kuwaona ule usiku wa Alhamisi kwa mke Ijumaa, sio siku ya Ijumaa kwa mke Jumamosi. Siku ya Alhamisi kwa mke Ijumaa na mambo mengi sana. Tusingie huko. Hapo alikuwa lengo langu. Alikuwa lengo langu hilo. Alikuwa lengo langu. Sasa Ijumaa tuzitoe faida zake za hii siku ya leo ya Ijumaa. Watu wafanye nini kuipata thamani ya siku ya leo ya Ijumaa? Kuyatengeneza maisha yao ya miaka ijayo kupitia siku hii ya leo ya Ijumaa. Jambo la kwanza kufunga. Okay. Funga Ijumaa, lakini anza Alhamis. Huo ni utaratibu wa kufunga Alhamis na Ijumaa. Jiwekee utaratibu huo. Ule utaratibu wa Ijumaa kula biriani sijui watu wameutolea wapi. Kila ikifika Ijumaa tena utakuta hata watu wametoa makabati yao nje, ikifika Ijumaa wanauza biriani. Mandi. Jamaa. Ijumaa sio siku ya kula. Ifanye Alhamisi na Ijumaa yako kuwa ni siku kubwa kwako. Zitenge hizi siku mbili, uione thamani ya Ijumaa. Anza kufunga. Alhamisi na Ijumaa ni siku za nguo nyeupe na kijani. Mimi leo nimeenda kinyume leo. Wewe hapo ndo uko sawa sawa sasa. Okay. Kwa hata hapa watu wakiangalia watakuwa una nuru kuliko mimi. Naam.
Umeelewa bwana eh? Okay. Mavazi meupe siku ya Ijumaa, jipulizie manukato mazuri siku ya Ijumaa. Usigombane na mtu yoyote, usitukanane na mtu yoyote, usimbugudhi mtu yoyote siku ya Ijumaa. Ikishakucha asubuhi ya Ijumaa, amkia msikitini saa 2 asubuhi, amkia msikitini ukiwa umependeza, umevaa vizuri. Imamu akukute uko ndani ya msikiti, na kama utaweza Ijumaa kafanye chochote kile msikitini, kama ni kusafisha choo au chochote fanya. Lakini bora zaidi umevaa zako vizuri, kakae tulia Ijumaa. Tulia ndani ya msikiti, usitoke. Una shida nyingi, uwe ni utaratibu wako huo. Muombe Mungu haja zako ili asubuhi ya Ijumaa. Wazee wetu zamani ilikuwa wao baada ya swala ya subhi, akishafanya dua zake, akienda nyumbani kwa mama, akienda akishakula, anaandaliwa kanzu yake, maji yake, saa 2 msikitini na kibaskeli chake. Saa 3 kishafika Ijumaa, wewe unakuta wazee wamejazana msikitini. Leo msikiti utakuta umeanza kujaa saa 6. Ndo watu sasa, watu msikitini Ijumaa wanaingia saa 6. Baada ya salamu tu Ijumaa, salamu alaykum wa rahmatullah, ya kwanza ya pili, unakuta wanaanza kutoka Waarabu. Ila alisema wazi, Ijumaa msikitini baada ya salamu Waarabu hao piu 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 kwenye biashara. Sijui wanawahi kitu gani ya salamu. No. Wache niseme. Msinichukie, mnipende tu. Ijumaa sio siku ya hayo. Uendi kumwabudu Mungu boshen wewe. Huendi kufanya ibada ili kwa ajili yako au ya familia yako akuone umeenda Ijumaa. Au nimeswali Ijumaa. Itoe siku hiyo kwa ajili ya Mola wako. Siku ina fadhila kubwa, usiache ikupite hivyo kwa ajili tu ya ujinga wa kibinadamu. Hakuna kipindi kizuri katika Ijumaa kama baada ya salamu. Imamu akishatoa salamu tu pale, simama swali rakaa zako 2 za baadia na sunnati shukr, kumshukuru Mungu kwa Ijumaa na kuidiriki siku ya Ijumaa. Ukimaliza umesujudu zako, nenda sijida ya maombi, muombe Mungu chochote unachokitaka. Wao ukiona watu wanatoka Ijumaa, we waache, achana nao, waache wende. Kukosa kutofanya biashara siku moja kitu gani kwako? Hata ukienda kwenye biashara yenyewe Ijumaa, biashara ziwi nzuri, hutauza kama siku zingine. Na wiki biashara yake inatengenezwa, inaandaliwa siku ya Ijumaa. Ukitendea haki vizuri siku ya Ijumaa, wiki nzima biashara yako itakuwa nzuri. Ndio Mungu ametuumba hivyo sisi binadamu. Mungu ametuumba hivyo, lazima tuithamini siku. Sasa muda tunaoingia msikitini mdogo, tunawahi kutoka kweli kweli. Ijumaa sio zile rakaa 2 ndugu zangu tu kwamba uende ukaswali pale, hapana. Ijumaa ina siri yake tangu usiku wa Alhamis mpaka magharibi ya Jumamosi. Ndo hao wanapanda, wanatoka sana. Hao wanapanda. Wewe angalia Ijumaa kwanza, kuna poa, kuna kuko baridi. Hata moyo wako Ijumaa kufanya dhambi unakuwa mzito. Na ni siku fulani hivi ambayo inakuwa ni ya tofauti, utulivu. Ni siku ambayo wanashuka malaika wengi. Sasa wanaondoka. Sasa wewe tena Ijumaa, shekhe wangu, ulikuwa upo kwenye draft, wanaondoka na draft lako.
Kwenye zinaa wanaondoka na zinaa yako. Kwenye uongo wanaondoka kwenye na uongo wako. Na Ijumaa ina siri yake. Kuna kitu kinashukaga mpaka mbingu ya kwanza Ijumaa. Ile usiku wa Alhamis kinashukaga mpaka pale mbingu ya kwanza, kinaondoka magharibi ya Jumamosi, kinarudi huko. Kipo pale. Ni siku nyepesi. Tusidharau siku ya Ijumaa ndugu zangu. Tuitumie siku hii kujitengenezea maisha yetu ya duniani na akhera. Ndiyo lengo la hii siku ya Ijumaa. Ile saatul ijaba wanakisia tu pale imamu mkhutuba anaposimama, atakapokutuba, atakaposema haya jamani, nyamazeni, ombeni dua kwa Mungu, akasimama. Baada ya hapo akarudia hutuba yake akamaliza. Saatul ijaba iko huko. Hiyo ni makisio ya wanawachuoni, alhamdulillah. Naam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siku ya Ijumaa ni siku nzito sana wallah. Ni siku kubwa mno. Jitahidi sana uweke utaratibu wako katika siku ya Ijumaa. Ibada kwanza kubwa ya siku hii ya Ijumaa ni ibada ya kumswalia Mtume Muhammad salatu ala nabi. Wanasema siku hii ya Ijumaa kila anemswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mungu anapeleka salamu na habari kwenye kaburi lake, tena kwa jina fulani bin fulani leo amekuswalia. Na kuna swala hiyo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wakiiswali katika swala, wakimswalia Mtume katika siku hii ya Ijumaa, wallahi la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ni swala bora kweli kweli ya Mtume. Watu wamswalie Mtume katika siku ya Ijumaa. Allahumma salli ala ruhi Muhammad fil arwahi wa ala jasadi Muhammad fil ajsadi wa ala qabri Muhammad fi qubrihi. Mwisho hapo tu. Allahumma salli ala ruhi Muhammad fil arwahi wa ala jasad Muhammad fil ajsadi wa ala qabri Muhammad fil qubrihi. Mwisho hapo tu. Swali sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya Ijumaa. Kwa swala hii Mtume atakuitikia salamu kwa idadi yoyote unayoweza wewe. Na hii swala mtu akidumu nayo hafi ila atamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukimswalia sana Mtume kwa swala hii, swalatu ala nabi hii, haufi mpaka utamuona. Yani hufi ila mpaka umuone Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima utamuona kwa uwezo wa Mungu. Ukimswalia kweli kwa yakini, kwa imani, kwa ithbat, utamuona. Hasa katika siku ya leo ya Ijumaa, watu tumkithirishieni sana Mtume kumswalia sana. Hii siku ya leo ina siri kubwa sana ambazo nikisema nianze kuzisema Januari siwezi kuzimaliza hata kidogo, kwa sababu nakumbuka nilishawahi kuja kusemaga kidogo kuhusu siku ya leo ya Ijumaa. Na leo pia nimerudia kidogo. Sasa wacha niseme kuna utaratibu huu ambao naomba watu uchukue ufuate. Kama nilivyosema, anza kufunga Alhamisi nzima. Ingia msikitini mapema. Lakini inapendeza mtu kafanya hivi, kama una uwezo, nunua kichinjo. Siku ya Ijumaa mtu atakiwa uchinje. Iwe mbuzi, lakini bora zaidi mbuzi au kuku, bora zaidi mnyama miguu minne mbuzi. Utoe sadaka kila siku ya Ijumaa.
ambayo wewe hautokula ile. Nunue kichinjo, ukishanunua kichinjo kile, ibada hizi watu tuzifanye jamani. Mungu atusamehe madhambi yetu. Ununue kichinjo kwa haja yako, lakini usiku wa Alhamis lalia na dua Jaushanul Kabir. Isome dua Jaushanul Kabir kwa kumuomba Mungu kwa haja yako, kwa kile kichinjo ulichokuwa nacho. Au mtafute muda wa kufanyia dua hiyo ya Jaushanul Kabir. Kwa kile kichinjo chako unakitoa sadaka kwa ajili ya haja yako fulani. Sawa, unalala na hiyo. Ukimaliza asubuhi kiamka, baada ya swala ya subhi pale, sawa, ikifika saa 1 saa 2, sawa, pale unasoma tena Jaushanul Kabir. Ukishindwa kusoma Jaushanul Kabir, unamswalia Mtume Muhammad sallallahu mara 100. Ukishindwa kusoma Jaushanul Kabir, unasoma Wasilatu Shafi'i mara hii kwa nia yako juu ya kile kichinjo ya yule mnyama. Ukimaliza unaswali rakaa 2 za sunnat haja, unaenda unamchinja yule mbuzi au mnyama wako kwa nia yako. Kama unaitolea sadaka familia yako au biashara yako au riziki zako au mwili wako au sijui kitu gani, pale unaenda unachinja, unatolea sadaka kile kitu unachokitaka kwa Mungu kwa siri ya Ijumaa. Hakuna dua inayoanguka chini Ijumaa ambayo itaenda kwa kichinjo. Dua hiyo malaika wanaigombania, nipe mimi. Haswa kichinjo kiwe cheupe. Okay. Haswa kichinjo kiwe cheupe. Ukishamaliza pale, wagee watu au pika watu wale. Baada ya kutoka swala ya Ijumaa, watu wale. Kwa utachinja, ukimaliza kuchinja uwe msikitini. Adhana ya kwanza ikukute uko wapi? Ndani msikitini. Ukishafika unafanya zako tasbihi, unafanya sunna zako tahiyatu masjid sijui. Ukimaliza hapo unaendelea na sunna zako zingine zote unazifanya pale. Adhana ya kwanza ili omba dua yako kwa Mungu kwa namna yoyote. Hakikisha ile adhana ya kwanza kile kilichokufanya ukachinja unakisema tena kwenye ile adhana ya kwanza, Mungu natoa sadaka hii kwa ajili ya kitu fulani. Adhana ya pili hivyo hivyo. Umemaliza Ijumaa ukafanya vile vile nilivyosema, unaswali rakaa 2 za baadia na rakaa 2 za sunna shukuru kumshukuru Mungu, alafu unamshukuru Mungu kwa kila kitu. Na hapo haja unamuomba Mwenyezi Mungu haja zako. Unamuomba Mwenyezi Mungu haja zako hapo. Ukimaliza kule unaenda, yule mnyama kashapigwa, kama ni pilau sasa ndio kama sijui ni nini biriani. Wewe mwenye haja yako. Huli wewe upo katika siambo, katika funga muda huo. Huli chochote. Watu wakishatoka Ijumaa pale, watu na wagea wanakula kile chakula. Kama ni watu na walika wanakula, hakikisha chakula kimepikwa kitamu, watu wafurahi. Wale kwa jambo lako hilo. Sawa sawa No. Wallahi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu atapokea jambo lako. Na ukiwa una kawaida kila siku Ijumaa, utokaa ukaja ukafilisika kwenye maisha yako katoni, na kila siku utapanda katika level ya kimaisha, kila siku utabadilika. Duniani hapa utakuwa ni wa thamani, utahitajika na kila mtu, utapendwa na kila mtu. Kila gumu kwako litasahilishwa na Mungu. Malaika watakupenda sana. Na nitakuja siku kutoa siri ya kuwachinjia malaika. Malaika hawa pia wanajengwa hawa, wanashawishi wagwa hawa. Utakuja kutoa taratibu hizo, Mungu akija kutujalia. Lakini haya mambo haya mengine haya, watu waje huko. Tawagea huko, lakini humu mengine hayaweki usawa. Na kuna moja mpaka kesho tunaenda kuniuliza na hajawahi kupata majibu. Mwalimu alisema kwenye Ijumaa kuna lisali moja hilo. Ukiomba dua yako moja kwa moja ina hakika lipo hilo sawa, lakini sasa tuseme hivyo. Lipo kikubwa tu, wewe kaa asubuhi ile ndani ya msikiti, ushamaliza mambo yako mpaka
muda ule ukishamaliza ile sunna yako pale toka, unaweza ukatoka tu. Baada ya salatul asr unaweza ukakaa pahali ukamswalia mtume ukamaliza basi. Lakini muda ule kipindi kile kiweke, wallahi kwanza siku yako itakuwa ina furaha kuliko watu wote. Ndoto hata za mashaka kwako hazipo. Shehe, utakaa katika ulinzi wa Mungu maisha yako yote. Kuna mambo mengi sana. Januari tutakuja pia kutoa somo tena lingine la kuhusu vichinjo. Namna ya kuchinja, kuna taratibu hizo. Natamani nije kuzitoa watu wao wanazifuata kwenye kuchinja, kwenye uchinjaji. Mengi sana yapo ya kuyazungumza kuhusu siku ya leo Ijumaa. Mengi sana yapo ya kuyasema kupitia hii siku ya leo ya Ijumaa. Lakini niseme tu kwa haya machache niliyosema. Al-kamalu lillah. Mkamilifu ni Mungu. Nilipoteleza watu wanisamehe na Mungu anisamehe, na watu wetu mtusamehe. Sisi ni binadamu mkosefu sana. Nisamehe, nivumilie, msiniache. Amin. Mwenyezi Mungu atujalie khairi, Mwenyezi Mungu atukubali, atubariki. Ila unantahu wa assalamu alaykum wa afa minkum wa minkunna. Naam. Wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, kwanza kabisa tuwashukuru kwa kutenga muda wenu kuanzia pale ambapo tumeanza hadi hapa ambapo tumefika. Hakika nyinyi ni watu wa thamani sana, na niendelee kuombea pia kwa Mwenyezi Mungu afanye wepesi katika kila mambo ambayo mnayofanya. Na mwakumbushe pia watu wengine ambao bado hawajasubscribe hapo, sababu kuna vitu vingi ambavyo vitakuwa vinawapita. Share kwa ndugu jamaa na marafiki, waambie kwamba hapa ndio sehemu ambao wanataka kupata madarasa na kujifunza vitu vingi zaidi. Lakini pia kupitia mitandao ya kijamii pale Instagram utatupata kama Jawabu TV _, lakini TikTok tuna account pia kama Jawabu TV. Kwa hiyo hakikisha pia unafollow kwa ajili ya kupata madarasa kama haya. Hakikisha pia una share kwa ndugu jamaa na marafiki, ni mambo ya mazuri, kwa sababu yote kwa yote tunasema Jawabu TV ufumbuzi wa mambo ya kiroho. Shukrani sana bwana. Naam, shukrani pia.